Inaonekana ni wazi mashabiki wa Dar es Salaam Africans hamuvutiwi kabisa na muundo ambao kocha wenu Romain Folz jinsi timu inapocheza, na mashabiki wamekuwa uwanjani wanapiga kelele hususani kipindi cha kwanza. Hii kwanza inaumiza kiasi gani baadhi ya mashabiki na wanachama? Kama walivyosema kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao wanapiga kelele kuhusu mwalimu Romain Folz katika mfumo ambao anaotumia, ule mfumo ambao yeye anauamini. Mwisho wa siku mashabiki wa Yanga lazima tuwe watulivu, tuwe wasikivu, tumwachie mwalimu afanye kazi, kwa sababu tukianza kulishwa maneno, tukaanza sisi mashabiki wa Yanga nao kuanza kuunga mkono yale ambayo wanayaongea wapinzani wetu au wachambuzi ambao wasitutakia si mema, tutoka kwenye mfumo. Unajua mchezo wa mpira una wa tekniki nyingi sana za kuhakikisha mpinzani wako unamdhoofisha. Mimi naona mashabiki wa Yanga ambao watakuingia kwenye mfumo wa kwanza kumlomo mwalimu, hebu kwanza waachufanye vile vitu vya msingi muhimu, kama kuisupport timu hapo wakati ule kuwepo, kuna watu wanasafiri, wanakia naifuata Mbeya timu. Unaona? Huu ndio kitu ambacho tunatakiwa tukifanye. Ukimwona mwanachama wa Yanga mwenzako anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuisupport timu, hilo ndio jambo la msingi. Lakini ukiona mwanachama wa Yanga au shabiki wa Yanga anasikia mwalimu wake anasemwa vibaya au anaunga mkono hoja zile ambazo kwetu sisi hazina mashiko, ni kupoteza focus ambayo viongozi, mashabiki wa Yanga tunahitaji katika ndani ya msimu. Lakini twende hapa, ni wazi kwa sababu maana ni mwanachama ana haki ya kulalamika anapoona timu inafanya vibaya. Sio kwamba hawana haki ya kulalamika, lakini nakwambia kuna vitu vya msingi sisi kama Yanga ndio tulifanye kwa wakati uliokuwa nao. Mimi na imani viongozi wetu wa Yanga, kama sisi mashabiki wa Yanga na wanachama tukawa wasikivu mbele ya viongozi wetu, hatukupata sisi kupiga makelele, kwa sababu mimi na imani tuna viongozi ambao ni jicho, kabla sisi tujaona wao watakao wameona. Kama kweli mwalimu anaona kabisa ambacho kila ambacho wao wanakihitaji mwalimu akiwezi, viongozi wa Yanga ni fast sana kufanya mabadiliko. Kwa mfano unaona wachezaji ambao walikuwa sina haola bora, lakini wao wakawaacha. Hakuna mtu ambaye alijua kwamba Gamoni ndani ya Yanga Afrika ataonjeshwa kazi na viongozi, lakini walikaa chini wakaona kama mwalimu kuna sehemu anakosea, wakamwachisha kazi, akaja mwalimu mwingine. Mimi naona tusiingie kwenye mfumo ambao unatengezwa kwamba Yanga ionekane mbovu au mwalimu aonekane mbovu. Kikubwa kwa Yanga, kila mwana Yanga atimize majukumu yake yale anaona ya msingi ndani ya Yanga. Baada ya hapo tuangalie, je, mwalimu tumemtimizia kile ambacho anachotaka? Mfano mfupi katika mchezo wote ambao tumecheza Benjamin Mkapa, mwalimu kwanza anatufili sisi mashabiki. Kila ikisha mechi mwalimu ni ambaye aende kwenye vyumba anakuja kutusalimia. Maana yake ni nini? Kwanza anataka mashabiki tumuunge mkono. Sasa tukitokea sisi wenyewe na Yanga tukaanza kumtolea maneno ya ovu mwalimu, kusema vitu ambavyo havina maana, tunamtoa kwenye focus. Mwisho wa siku viongozi nao watakuja kuchukua maneno ambayo santemu ambayo hayana ukweli. Viongozi wa binadamu wanasema tufanye ile kwa sababu ya kuadhirisha watu, lakini mwisho wa siku wao wataangalia kitu gani cha kufanya ili mwalimu afanye vizuri. Huaga mnalizika, lakini maana mashabiki wengine inaonekana ni wazi na wanatoka mbele kabisa kwa sababu tu ya itikadi yao na wanachama wao ndani ya Dar es Salaam Africans. Kwanza umenegusia sehemu mzuri sana kwamba wanachama wao na ushabiki ambao tunaozungumzia. Mimi binafsi kama nilivyokuambia siwezi kuizungumzia Yanga mabaya kwa sababu sijaona ubaya wa Yanga, sijaona ubaya wa mwalimu. Mimi na imani mwalimu anaandaa timu kwa sababu ipate matokeo. Hakuna mwalimu ambaye anaandaa timu haitaki matokeo. Mwisho wa siku timu inacheza kipindi cha kwanza vizuri, mimi na kawaida. Alafu sisi kama nilivyokuambia sina vitu vya msingi sana vya kuvifanya. Wewe ukijua shabiki Yanga anatimiza kwanza naye majukumu yako. Utakuta mtu mwingine anatoka mbele kuja kutukana mchezaji, muulize hiyo Yanga unaisupport kwenye nini? Unaisupport kwenye nini hiyo Yanga? Unaisupport kwenye nini? Uwanjani utaona mtu aende. Ule mtu sio mwanachama. Yaani yupo tu amekaa tu kwenye kibanda cha kahawa, kazi yake anakuuliza, "Yule mwalimu vipi? Wewe unaitimiza majukumu gani kwa viongozi wa Yanga?" Sasa tumepata viongozi ambao wapo tayari kuitumikia Yanga 100%. Lakini watu wa Yanga hataki. Utakuta kuna mtu ana kadi yake amekata toka mfumo wa mabadiliko unaanza na kadi yake. Huu mwaka wa 4 tunakwenda. Hajalipia kana kwamba mimi Yanga na kadi yangu, ile mwalimu aondoke. Akumbuke ile mwalimu akiondoka pale atakiwa alipwe. Analipwa nini kama mwanachama anataka kuwajibika? Au shabiki anataka kuwajibika kwa mwanachama ili timu isaidie songe mbele? Hiyo ndio shida sisi mashabiki Yanga ambao tunataka tuiangalie sasa hivi. Tuna vitu vingi tunataka tuvifanye vya msingi. Kazi ya mwalimu na timu tuachie viongozi, wao ndio wenye kazi ile. Sisi kazi yetu kuangalia mwalimu anacheza tunashinda basi, kwa sababu mimi nikwambie, ukiangalia mfumo ambao Yanga tuko nao sasa hivi, hataki kutokea mwanachama hata mmoja akaja kutupigia kelele ndani ya nje hadhara, kwa sababu sisi tumeandaa mfumo mzuri. Tuna mkurugenzi wa matawi, tuna mratibu wa mkoa, ni kila mkoa ina mratibu. Kwa nini tusikae kama mtu ya tawi usipeleshe ujumbe wako kwa mratibu wa mkoa, bwana mratibu kuna 1 2 3. Kuanza kutoka nje kulalamikizana hivi makelele. Kama nilivyokuambia, ligi ina mifumo mingi. Kila watu watumie akili zao.
tunakuja kutimua mwalimu hapa ndani ya mechi 5, kaleta mwalimu aanze kukaa na chimu, ndio kaja watu mechi 3 wanashinda, tunaanza kutoa sare, tunaanza kusema hapa viongozi walikurupuka kumtoa mwalimu. Lazima tuwe wapole. Hili mimi nasema kabisa. Kwanza hakikisha unaisema Yanga, hakikisha wewe ni mwanachama wa Yanga. Na kama shabiki basi unakwenda viwanjani, wewe shabiki umekaa tu banda la kahawa, kazi yako mwalimu aondoke, mwalimu aondoke. Chezaji fulani tumevaa bale mbovu. Wewe unachangia nini? Yaani upiga kelele Yanga yako. Yanga sasa hivi imeshatoka kwenye kupiga kelele. Shabiki wa Yanga ameandaliwa kadi shilingi 17,000 kwa mwaka. Sawa? Mwanachama wa Yanga ameambiwa mwaka wa kwanza alipe shilingi 29,000, mwaka unaofuata 24,000. Maana kila mmoja alipewa pati ya kuplay pale, kila mtu aisaidie Yanga. Lakini huyu hataki kwa shabiki ambao kulipa shilingi 17,000, hataki kwa mwanachama wa Yanga. Amekaa tu badala kahawa, kaenda kumsema mwalimu, kumwambia mwalimu afai, tujila afai. Sasa usifike kula na kutaka wale zetu wanakupigana bakola. Sababu kuna vitu vingine vinakela. Wewe unamwambia mtu wewe afai yule, afukuzwe. Wewe unachangia nini Yanga? Unachangia nini? Mtu hata jezi kununua jezi ya msimu anunue. Alafu anakuambia mwalimu yule, unamwonaje yule mwalimu anakuuliza. Mwalimu unamwonaje? Anatufaa kweli? Mimi naamua kuwa bubu. Kwa sababu ukimjibu vile utavyotaka ninavyoona mimi, mwisho anakuona wewe mjeuri. Atakuona wewe unajifanya wewe unajua kila kitu. Lakini mwisho wa siku anakela. Wewe utaki kuwa mwanachama. Utaki kuwa shabiki. Maana shabiki sio mlekao mfumo shabiki Yanga anatakiwa alipie kwa mwaka shilingi 15,000. Shilingi 15,000 maana yake inakuwa ni 2,000 na kwenda kwenye mfumo nini? Ile kadi ambayo unaitumia. Sasa wewe sehemu yote hataki. Wewe unakwambia tu mimi Yanga. Yule mwalimu Fauzi anatufaa kweli yule. Yule Fauzi yule unapomwona yule hatufaa kweli yule mwalimu. Mete mwalimu unajua wewe hela kumlipa unayo. Tuache kualisha viongozi wetu maneno, timu yetu iko vizuri na nina imani tutafanya vizuri ndani ya msimu huu. Hao watarudi tena kuambia, "Na Yanga inatisha. Yanga inapiga mpira mwingi." Hakuna mwalimu anakuja tu muda mfupi akachanganya kwenye mpira. Huo ni uongo. Labda kuna timu ambayo imesajiliwa. Lakini kama timu ambayo ina maingizo zaidi ya wachezaji 12, lazima pata maingizo yake. Mbona unajua Ndambwile kama anacheza kwenye Yanga? Lakini sasa amefanya mchezaji ambaye hujacheza Ndambwile. Kuna Ndambwile Yanga amekaa miaka mingapi? Si yule pale kwa acheza, kama mjani muingiza kwenye mfumo anacheza kama mtu anakuambia, "Yule Ndambwile anatisha." Ndio mwalimu huyo. Kila mwalimu ana falsafa zake za kufanya. Mwisho wa msingi, kila mwana Yanga atimize majukumu yake. Uhakikishe mwana Yanga unalipia kadi ya wanachama, uhakikishe mwana Yanga unakata kadi ya shabiki. Engo mbili tu shabiki azifanye. Baada hapo utapewa nafasi ya kuongea. Sasa mtu mimi mwanachama kadi yake na mfukoni na miaka 3 hajailipia. Toa amelipia mwaka mmoja. Sasa ndio faida gani? Alafu mwalimu akifukuzwa unatoa shilingi ngapi? Tuangalie viongozi watataka nini kwenye Yanga. Sisi tunapiga mikelele tu ambaye ina mpango wote. Kwa kumalizia kila mwana Yanga ambaye anajua yeye hajalipa kadi ya msimu, yaani hajalipia kwenye kadi yake msimu wa 26 25, akalipe kadi 25 26, akalipie kadi ya Yanga kwa sababu Yanga inahitaji fedha, inahitaji maneno sasa hivi. Na yule ambaye hajajiunga na Yanga basi akisha tafute tawi ambaye anaona kwake liko sahihi, akajiunga kuchukua kadi ya wanachama. Mashabiki nao wana kadi zao za msimu shilingi 17,000 zipo klabu kile unazipata kadi ya shabiki. Kwa kadi ya shabiki wewe utaki. Kwa mwanachama wewe utaki. Alafu kupiga mikelele unataka. Hiyo jambo kwenye Yanga sasa hivi halipo. Lipa kadi tukujue mwana Yanga mwenzetu. Kama huna kadi kaa pembeni, acha Yanga isonge mbele. Kama huna kadi, acha Yanga isonge mbele, kaa pembeni. Shukrani sana. Asante sana.